Julius, tuweze kuangazia timu ya Everton. Pengine ni wapi ambapo timu hii na timu ya Southampton walikosea wapi? Kwa sababu walingana sana kuweza kuhakikisha kwamba wanapata goli pale, lakini hilo halikuweza kuwezekana pale. Nadhani ukiangalia timu ya Southampton tangu walipopigwa na Man United mabao 9, ni timu ambayo wamekuwa fatigued. Tunasema kitu wanataka kitu inaitwa default settings. Season ikaisha leo na waanza fresh. Sababu ni kama washa lose it. Tunaangalia kuna wakati walikuwa number 1 pale wakuja number 2, sasa hivi wanaenda wakishuka. So nadhani maombeo ni kuwa is it possible ligi ikaisha leo na waende wajifikirie vizuri, waanza fresh. Na pengine kuna wakati ambapo huyu mwana Southampton anaweza kumfunga Liverpool goli 1-0 hadi tukaona yule kocha akilia pale kwa furaha. Lakini sasa hivi wakati anapigwa sasa atuoni kilio chake. Pengine huyo Anset tukimzungumzia huyo kocha wa timu ya Southampton. Pengine sasa hivi wakati anafungwa atuoni sasa akireact. Lakini wakati aliweza kushinda dhidi ya timu ya Liverpool tulimuona pale akitoa machozi kwamba eti ana furaha zaidi. Nadhani inafaa ikuwe hivyo. Sidhani kama kuna ubaya kufanya hivyo. Unajua wakati unashinda unafaa usherekee. Ukipigwa unatulia tu pale unaomboleza pole pole. Lakini hapa ni kama alikuwa anatuenjoy kwa sababu umempiga Liverpool ndio unafurahia pale. Lakini sasa baada ya kufungwa amefungwa zaidi ya mechi 6 mfululizo sasa hivi. Ni kama kuna wakati tulikuwa nasikia watu pale wa Budalangi wanasema serikali tusaidie. Na juzi pia tuliona kuna kijana fulani pale Mombasa alipopatana na Uhuru Kenyatta alilia kuweza mwanahabari hivi. So nadhani the same case kama hii tunaweza angalia. Ukishinda unasherehekea na machozi. Ukilose unanyamazia tu inakuuma kwa undani. Na hiyo kuuma kwa ndani ndio mbaya sana. Kweli. Bila shaka mtazamaji, zidi kuzungumza nasi kupitia 22658. Ikiwa ungependa kuzungumza nasi kupitia ama kwa njia ya WhatsApp mtazamaji, tupigie simu ama tutumie ujumbe mfupi kwa 0716334455. Na sasa Julius, tuangazie mechi ambazo zinasakata usiku wa leo. Timu ya Burnley itamwalika Leicester City. Pale Burnley kuna mchezaji anaitwa Rodriguez, mchezaji mzuri sana. Leicester City wako pale, walipigwa na Arsenal magoli 3-1 wakiwa nyumbani. Pengine mechi huenda timu ya Leicester City wakarudi na kumpiga Burnley. Ni itakuwa a win for Leicester City, but sio easy vile. Ukiangalia timu ya Burnley ni timu ambayo ni wanacheza na basi. Na timu ya Leicester City ni timu ya speed. So nadhani haitakuwa na mabao mengi. Ni kitu ya 1-0 2-0 vile. Timu ya Leicester watashinda, lakini ule ambaye ataweza kutazama hiyo game, it will be a very hard game to break. Na wakati tulikuwa ama timu hii ya Arsenal ikicheza dhidi ya timu ya Leicester City, pengine ni wapi ambapo hawa wachezaji wa timu ya Leicester City walikosea? Nadhani si kukosea vile, sababu walitangulia kufunga, ni speed yao ilikuwa chini. Unajua hizi timu mbili ni timu za 1-2 na waenda ndio. So nadhani ni speed ya Leicester City ndio haikuwa ya makini vile. Na sasa kuna mechi nyingine ambayo inasakatwa usiku wa leo kati ya Aston Villa na timu ya Sheffield United pale. Ukiangalia mwana Sheffield United anashikilia nafasi ya mwisho kabisa akiwa na alama 11 baada ya kucheza mechi 26. Ukiangalia mwana huyu mwana Aston Villa juzi tulimuona akimpiga mwana Crystal Palace goli 1-0 na mechi ikaisha hivyo. Pengine huenda tukaweza kuona Aston Villa wakiweza kupata ushindi dhidi ya timu ya Sheffield United usiku wa leo. Na nasema tu kwa kweli but instead of kuangalia table ama ukiweza peana prediction bila kuangalia table vile ziko, utakuwa unakosea. Mimi nadhani hii ni game ya Sheffield United kushinda. Lakini ukiangalia kwa table results zinakuambia different. Tofauti. Mtu angeprefer kusema no, Aston Villa watashinda sababu Aston Villa wako top 10, wanasukuma, wamekuwa kijaribu, wamekuwa top 3, wamekuwa top 4, wameshikilia pale, lakini according to me vile mimi ningepredict hii ni win kwa Sheffield United. Sheffield United watashinda. For the first time tutaenda kuona sababu timu ya Sheffield United na Aston Villa hakuna much difference. Hizi timu zinatoshana. Tukiangalia last season actually ilikuwa opposite. Aston Villa ndio walikuwa na struggle, Sheffield wakiwa wanaenjoy wakipiga timu kubwa. Sasa hii season imegeuka. So nadhani ni table tu ndio inatudanganya vile. Lakini kimchezo tukiweza angalia hiyo game, mimi naona kwa Sheffield United watashinda. Na kwa sasa tuangalie huyu mwana Aston Villa, na nikiulizwa sasa hivi na wewe pia nitakuuliza. Pengine zile timu ambazo zinafanya vyema sana ama ile timu ambayo iko kwa average, iko sawa hapa katika ligi kuu nchini Uingereza, timu ambayo ime-maintain vizuri. Nikiuliza nasema ni Aston Villa. Pengine katika zile timu ambazo ziko pale, timu 20 pale, timu gani ambayo utasema kwamba hii timu msimu huu iko sawa? Hii timu msimu huu haijayumba. Hii timu msimu huu imeweza kuimarika. Timu gani? Nadhani ukiangalia siwezi kusema taja timu kubwa kwa sababu ni timu ambayo inapigwa game moja. Sisi kama fans tunaongea sana kwa imepigwa. Lakini ukiweza angalia timu ya Burnley,
si timu iko mbaya. Ukiweza angalia matokeo yake ambao wamekuwa wakifanya kwa miaka ambayo imepita, timu ya Burnley nadhani iko average vile inafaa ikuwe. Iko tu sawa pale. Ukiangalia timu ya Crystal Palace ni timu ambayo tumekuwa tukiona ndio inapigwa, lakini performance yake iko average vile inafaa ikuwe. Si timu ambayo tunataka ingie top 10, si timu ambayo tunataka ikuwe relegated. Lakini timu ambayo tunaona kwa nini vile wako matokeo yao, ile moja wanashinda, moja wana draw, wakilose, matokeo yake iko sawa vile. Ukiangalia timu ya Everton, ijapokuwa tuko na coach mzuri pale anafaa kuiweka somewhere, lakini mali Everton iko na ukikompare na timu zile ambazo ziko juu yake, nadhani Everton iko mahali pazuri. Na nikitaja timu ya Wolves kwamba ni timu ambayo ndio timu ambayo inaonyesha matokeo ya chini sana. Timu ambayo imeonekana kwamba imeyumba sana. Nikisema Wolves imekuwa ikiyumba, nitakuwa nimekosea? Nadhani uko sawa, sababu ni timu ambayo tuachane na hii season, the last 2 seasons. Ni timu ambayo tumeona ile season ya kwanza walienda wakacheza Europa na wakatolewa ndio. Lakini ni timu ambayo ili qualify deservedly, wali deserve ku qualify. Wakaenda wakacheza Europa. Season ambayo ilipita la season wakiwa na Sheffield United ni timu ambazo zilikuwa zina disappoint teams kubwa. So hii season vile tulianza, tulifaa kuexpect kuona timu ya Wolves ikifanya better than what we have seen before. So nadhani according what we are seeing side results ambazo Wolves wanatoa, nadhani matokeo yake iko duni. Sasa tuangazie zile timu ambazo tunasema kwamba ni timu kubwa pale. Nazungumzia timu ya Manchester City, timu ya Manchester United, timu ya Liverpool, timu ya Arsenal, timu ya Chelsea. Timu gani ambayo inaonekana kwamba ni timu kubwa ndio lakini haifanyi vyema? Nadhani kuna timu moja hujaitaja na nadhani inafai kuhusika. Timu ya Tottenham na timu ya Arsenal. Timu ambazo ziko na majina kubwa, ziko na makocha wazuri, lakini performance imeshuka. Sana ni gani? Arsenal? Nadhani siwezi laumu Arsenal sababu Arsenal signings zao zinakuanga chini. Kocha wao si experience bado hana. Timu ya Tottenham kwa sana imeshuka kwa mbali. Timu ambayo tuliona ikiwa na yule coach Pochettino ilikuwa inasukuma. Kama sio number 2 ni number 3. Na kama sio number 3 ni Champions League finali semi-finals. Unanipata. Lakini sasa ukiangalia hii timu haiko top 4. Haiko Champions League, unaona. So nadhani ni timu ambayo imeshuka na ni timu ambayo maplayer iko nao si maplayer tu hivi. Iko na pale captain wao yule kipa ambaye tumemzoea pale kumuona World Cup. Ile Hugo Lloris, unaona. Si mtu wako chini pale. Ukiangalia wako na yule one of the best midfielder yule Dombele, ule France pia, a very good defending midfielder. Tuko pale mbele wako na one of the best striking. Sidhani kama kuna timu ya England ambayo inawafikia kwa forwards wao. Ukiangalia wako na Son, wako na Harry Kane, wako na Moura, wako na jamaa anaitwa Lamela, wako na Dele Alli, wako na mwingine pale anaitwa Bale. Kuna jamaa anaitwa Orio. Kuna Bale. So nadhani striking zao ziko sawa pale. Na pengine sasa tuweze kuangazia mechi nyingine hapa. Na hii ni mechi ambayo itaweza kusakatwa usiku wa leo kati ya Crystal Palace dhidi ya timu Manchester United. Tuliangalia hii ndio ilikuwa game ya kwanza ya Manchester United kucheza kwa ligi na waliweza kupigwa 3-2. Na wanarudiana tena. Na vile ambazo tumezoea timu ya Manchester United ni timu ambayo so far imerecord the highest number of not losing away from home. Na mechi watakuwa away. So one thing yenye tunafaa kujua ni kuwa Manchester United hawapotezi kwa hii mechi. Sijasema wanashinda, lakini nimesema hawatapoteza kwa hii mechi. Uone wakiweza kutoka sare nyingine? Draw is okay, draw is not losing. But wasipoteze. Kupoteza Manchester United ikiwa away ni ngumu wapoteze. So sidhani kama hii mechi watapoteza. Na pia a reasoned coach ambaye anafikiria hufai kupoteza kwa timu moja mara mbili haistahili. So kwa mwekezaji naweza mwambia hii unaibet na kiroho kwa Manchester watashinda. Yes. Game ya kwanza first leg ilisha 3-2. So tunaona over 2.5 ama tuone 2-0 1-0 laishe. Nadhani kutakuwa na goal, kutakuwa na over 2.5. Bila shaka. Na kabla tuweze kuingia katika Ligue 1 pale, najua kwamba umetuandalia mengi kuhusiana na ile table pale. Nasikia Lille na PSG wanapelekana hivi. Pamoja na timu ya hii timu ambayo inaitwa Monaco pale. Wanang'ana sana pale. Alama ambazo wanacheza pale ni kama alama moja pale. Lakini kabla tuweze kuangalia hiyo, kwa sababu leo kuna zile mechi ambazo zinasakatwa usiku wa leo. Pengine tuweza kumzawadi yule mshindi wetu kwa hisani wafadhili wetu ambao ni Shwabet pale. Pengine nani ambaye anaweza kushinda wakati huu katika zile shilingi 1000? Tuliposema kuwa tukiwa hapa juzi, nilisema yule ambaye anatuma jina Julius kwa 29488 na aweze kuweka pesa na
aweze kuweka bet na pesa mingi, tutamwaward 1000 Kenyan shillings. Na kwa leo tuko na mshindi wetu hapa, tutamuita kidogo tu nikamwangalie. Huyu anaitwa Joshua. Joshua akona majina mbili. Joshua Godfrey. Joshua Godfrey namba yake ni 0796. Tubana hizo zingine na 485. Joshua Godfrey 0796. Tubana hizo tatu 485. Tutaweza kumzawadi 1000 kwa akaunti yake. Sasa tukitoka hapa ingie kwa akaunti yake akaweza kuangalia utakuwa na 1000 kwa akaunti yake, anaweza wekeza nayo, anaweza withdraw pia. Pesa yake ni yake. Ataamua vile atafanya, asilale njaa akiwa na pesa pale kwa akaunti yake. Lakini pia anaweza multiply, anaweza ongezea zikue mingi. Bila shaka na mtazamaji, ni rahisi sana kuweza kupata pesa hizi ama hela hizi. Unachukua simu yako, andika neno Julius, unatuma kwa 29488. Hapo utakuwa umeweza kujiregister na SureBet, kisha tumia paybill number kama 599488, na ukifanya hivyo utakuwa uweza kupata kuwa katika ile nafasi ya kuweza kushinda shilingi 1000. Na sasa tuweza kuangazia ile Ligue 1 pale Ufaransa, na pengine Julius tuangalie ile table pale. Nikiangalia pale kuna timu ya Lille iko number 1. Timu ya Lille iko number 1 na iko na 59 points. Naam. Na leo wanacheza na timu ya Marseille. Si game rahisi. Inamaanisha nini hapa? Mimi naona Lille huenda wakaweza kung'ang'ana kuweza kushinda mechi hapa. It's possible wanaweza shinda, lakini tuliweza kumuona timu ya Lille ilipocheza Europa pale walipoondolewa, walipigwa na timu ya Ajax. Na Ajax timu haijakuwa ikifanya mzuri. Ni timu kali, siwezi dharau kuwa ni timu ndogo, lakini haijakuwa ikifanya vizuri. Na timu ya Lille ni timu ambayo imekuwa ikifanya vizuri. Lakini nadhani timu ya Lille imeshikwa na ule usingizi ambao umeshikwa na timu ya Atletico Madrid pia. Ikipigwa nyumbani inapigwa UEFA. Ikipigwa nyumbani inapigwa UEFA. So nadhani tukitumia mtindo kama huo, timu ya Lille ilipopigwa UEFA, so na expect game kama ya Marseille, japokuwa Lille wako home, naonea kuwa timu ya Marseille watashinda hii. Na pengine tukichanganua tu zile mechi, kwa sababu tuangalie timu ya Lille, timu ya Lyon, timu ya Monaco pale, timu ya PSG. Pengine ikiwa mechi hizi zinaweza ama timu hizo zote zinaweza kupata ushindi pale, ni table itabadilika? Nadhani ukiangalia namba 2 ni timu ya PSG. No. Timu ya PSG iko na points 57. Wameacha tu na point 2. Na kwa kweli hawa na Lille wakiwa na alama 59 pale. 59. Na ukiangalia timu ya PSG wanacheza na timu ya Bordeaux. Na mwekezaji anajua. Nadhani hata sifai kumwambia. Ashawekeza. Anajua kuwa PSG watashinda na hawashindangi mabao chache. Na nadhani ashawekeza pia over 2.5. Naam, itaingia pale. Itaingia pale. 3-1, 3-0. Ni kweli, lakini mpira udunda. Mpira uende ukadunda. Lakini ikiwa PSG watashinda na wako na 57 points. Na timu ya Lyon iko number 3. Timu ya Lyon iko number 3 na iko na 57 points. Iko na 56 points. Unajua 56 points wakishinda wanaenda 59. Unaona? So timu ya Lille vile tunasema ikiwa number 1 na hizo timu mbili zikishinda, inamaanisha kuwa timu ya Lille itakuja number 3. Na pengine jinsi ambavyo unazungumzia kuhusiana na hiyo table ama hiyo ligi ya Ligue 1 pale Ufaransa. Angalia ligi ya Ufaransa na ligi ya Uingereza. Pengine utofauti uko wapi? Tunaona ligi ya Ufaransa ikiwa imeanza kuwa na ile competition pale, kwa sababu ukiangalia timu katika ligi ya Uingereza pale, hapo ndio tunapata kwamba kuna ule ushindani ni mkubwa pale. Pengine ukilinganisha ligi hizi zote mbili, nadhani sisi hapa nyumbani ni mafani wa timu za England, na tumezoea kusema kuwa hizi ligi zingine zinaitwa Farmers League. Lakini nadhani ukiangalia according to vile table inaonyesha, nadhani EPL ndio Farmers League. EPL ndio Farmers League kwa sasa. Sababu ukiangalia, labda tunaweza angalia pale France, timu iko number 1 ni Lille, iko na 59 points. Timu iko number 2 ni PSG, iko na 57. Timu number 3 ni Lyon, iko na 56. Unaona kuna hiyo. Alafu kuna 55 pale. Kuna 55 pale ni Marseille pia. Na Marseille wanacheza na Lille pia. Si eti ni game rahisi pale. Unaona. So nadhani ni hapo ndio kuna competition. Pia kidogo tu tunaweza angalia pale Spain, ambao tunasema Spain ni kwa timu moja inashinda. Pale pia kuna competition. Ukiweza angalia number 1 ni Atletico Madrid. Ijapokuwa wameacha timu ya Barcelona points 5, lakini ukiangalia chini yake ni timu ya Barcelona iko number 2. Timu inayofuata chini ni timu ya Real Madrid ambao wametie points na timu ya Barcelona. So nadhani ni hapa tu England tunajipiga kifua sisi kama mashabiki wa timu za England tukisema hizi ligi zingine ni Farmers League. Lakini sasa hivi ni kama hii msimu mambo imebadilika. Mambo yamebadilika kwa kweli. Hata ukiangalia Champions League, timu za England ziko pale ni chache. Nadhani Farmers League
ni itu England ambayo tunakuwa tukitetea sana. Bila shaka ni uchanganuzi wake yote Julius Aisone Farmers League pale, na tunaona kwamba ligi kuu Uingereza ni kama imeanza kubadilika pale, na ule ushindani hatuoni tena, kwa sababu ukiangalia katika ule msimamo wa jedwali ya ligi kuu nchini Uingereza utapata kwamba timu ambayo inaongoza imeweza kushinda nafasi ya pili na alama 12. Na sasa tuangazie, kuna mazungumzo ambayo ameweza kusema huyo Mauricio Pochettino ni kuhusiana na Kylian Mbappe. Mbappe inadaiwa kwamba yeye ndio mchezaji ambaye huenda akakuja kuweza kuchukua nafasi yake huyu Cristiano Ronaldo na Lionel Messi. Na hayo ni mazungumzo, sio mazungumzo yangu peke yangu, ni mazungumzo yake Mauricio Pochettino. Nadhani it is possible kitu kama hiyo kufanyika, sababu anytime tunaona player mbamba anafunga, tunapata some competitor pale anaitwa Haaland pale, Erling Haaland yule kijana wa Dortmund. Na mimi kila siku huwa nishai kutajia siku moja, siko ndani vile, lakini nishai kutajia siku moja ni kuambia kuwa ama player wawili ni maplayer ambaye watakuwa world class in the next generation. Sababu ukiangalia Messi was not there wakati tulikuwa na jamaa kama anaitwa Ronaldinho. Unaona? Cristiano was not there wakati tulikuwa na kijana yule anaitwa kama Pepe pale. Kuna wale yule anakuwa anaitwa Carlos somebody, nimemsahau Argentina pale. Wakati wakina Maradona. So every time kuna new generation kutakuwa na some good players. Na nadhani sasa hii Cristiano akisha retire, Messi akiretire, wale maplayer ambao tutaweza kufurahia kuwaona ni kijana Mbappe na kijana Haaland pale. Na pengine kwa sababu umeweza kuwataja pale, pengine tukiangalia ligi kuu nchini Uingereza, ni yupi ambaye tutamtazamia hapa tuseme kwamba huyu ni hatari, huyu ni mkali, huyu ndiye anaweza karibia Cristiano Ronaldo na Lionel Messi? Nadhani kwa sasa hii EPL haijaonyesha vile, but tukiweza angalia timu ya Manchester City, kijana Foden ni kijana hapo sawa sana. Tukiweza kuja timu ya Manchester United, kijana pale Rashford si mbaya vile, ijapokuwa ako 23 years, lakini just same age na hao wengine. Pia tutaweza kumuona pale. Tukikuja timu kama timu ya Chelsea, mimi namfurahia sana kijana anaitwa Mount ni kijana mzuri, Mason Mount kijana mzuri pale. Ukiweza kuja timu ya Leicester City kijana Maddison si kijana mbaya, lakini mimi ningeprefer jamaa anaitwa Harvey Baines. Harvey Baines ni kijana mzuri, yule ndio ningeprefer atake over hizi ma industries. Tukiweza kuja timu ya Tottenham kuna jamaa anaitwa Big Jean. Kuna jamaa anavaa jezi namba 7 anaitwa Big Jean mu Netherlands. Ni kijana mzuri pia, anaweza kuja take over the next. Na pia ukiangalia timu ya Arsenal siwezi sahau pia, hata kama wako pale chini. Timu ya Arsenal iko na kijana ambaye anaitwa Saka. Saka ni mzuri. Lakini sijakuwa fani sana wa maplayer wa England ambao wanacheza timu ya Arsenal. So ningetaka kupick kijana anaitwa Gabriel Martinelli. Gabriel Martinelli ningechukua kama the next generation good players pale Arsenal. Lakini mimi nisema kwamba huyu kijana Aubameyang ni kijana ambaye ni mzuri, kijana ambaye sasa hivi ukimpa nafasi bila shaka umpe na wakati ataweza kufunga goli pale na ataweza kung'ara pale. Lakini sasa ile ni mzee anakaa na mekonga 30. Ni sawa ndio, lakini tunasema yule ambaye anakaribia pale. Lakini jinsi ambavyo umesema kwamba wale wachezaji ambao wachanga ambao tunawafahamu pale, nitamchagua Bukayo Saka pale kuweza kuchukua nafasi pale. Kwa sababu ni kijana mzuri, akiwa nafasi anadhihirisha kwamba ana uwezo. Tuachane na hayo. Tuingie Liverpool. Pep Guardiola anasema kwamba zile tactics ambazo anazitumia pale, tactics ambazo si nzuri, ni zile ambazo zinamsaidia kuweza kupata ushindi pale. Kwa neno ama kwa sekunde kama 30 pale, ukimzuia Pep Guardiola na tactics ambazo anatumia, nadhani ni tactic mzuri, especially za tiki-taka zile ambazo introduce akiwa Barcelona. Amekuwa akienda nazo kama anaendelea kugrow kama coach kiumri na kiufundi. Nadhani possession ile ambayo anaitumia ya tiki-taka inamsaidia sana. Na pengine maneno yako ya mwisho tu ukizungumzia kuhusu Pep Guardiola kwa mashabiki wa timu ya Manchester City utasemaje? Nadhani Pep Guardiola ni kocha mzuri, ni kocha ambaye naweza rudia tena kwa mara nyingine. Iwapo Pep Guardiola atabeba taji hii season, hatutamwona tena England. Ataondoka tu. Kweli. Kwa hiari yake. Ni wakati wake wa kwenda sasa. Bila shaka mtazamaji, tunasema shukrani sana kwa kuweza kuwa nasi ndani ya Dunia Viwanjani hapa ndani ya AMOB TV. Umekuwa nami na Oga JM Sango na mwenzangu Julius Omeka. Hadi siku nyingine, kwaheri kwa sasa. This is AMOB TV.